Kama kawaida yetu, wadau wa soka, tunakuletea soka popote pale ulipo. Hatimaye hii Premier League imerudi na habari zote ambazo tunazipata hapo Manchester United. Cha kufanya ni subscribe, like, comment na share. Tutaona maoni yako na tutafanya kile tunachotaka wewe, mdau wa mpira, kutokea hapo Haribika TV. Mbele yako ni Malaika wa Simba Sports Club. Malaika, habari yako? Habari yangu ni mzuri. Hatimaye ndio wanasema usiku wa leo ukawiki kucha, hatimaye Premier League imerejea. Wewe kama mdau wa Simba Sports Club, ni vipi timu yako imejipanga kwa ajili ya kumalizia msimu? Sijui nianzie wapi. Yaani sioni sehemu ya kuanzia, ila naona sehemu ya kumalizia, kwa sababu pa kuanza pamekuwa pa mwisho na pa mwisho pamekuwa pa kwanza. Naiona klabu yangu ya Simba, yaani BC imeanza au inaanza Jumamosi weekend hii, lakini naona Simba tunaenda katika hatua nzuri zaidi, kwa sababu tayari mpaka sasa hivi nachoka kabisa. Mpaka sasa hivi tunaangalia usajili, tunaangalia uongozi, utulivu wake, tunaangalia performance ambayo tumeifanya katika michuano ya Muungano kule Zanzibar. Nikiangalia vitu vyote naiona klabu ya Simba au kama klabu yangu ya Simba ni bado sisi hatujajiandaa, ila sisi tunaenda kama gari la mkaba limefeli breki. Kwa maana hapo sina tumaini, yani mpaka dakika hii nizungumze kweli, sina tumaini na klabu yangu ya Simba katika mfumo matokeo na timu yoyote ile. Yani kama klabu ya Simba na Simba hii iliyokuwa na ukubwa wake barani Afrika nambari 5 inaenda kukubali kichapo, yani inaenda kugawa utamu mara 2 ndani ya mwezi huu mmoja, mara 2 na Azam FC. Hebu niambie kwanza, kama ni klabu barani Afrika nambari 5 kwa ubora, leo hii tunaenda kucheza na Azam, ndani ya mwezi mmoja tunafungwa na huyo Azam mara 2. Sisi hatujamfunga. Sasa unategemea nini? Na kati ya Azam huyo katika michezo yake michezo 7 takriban michezo 3 kafungwa. Lakini sasa Simba imekuwa ni sehemu, au wahenga walisema kama ni sawa na pombe ya ngomani, kila mmoja anaenda kujinyakulia au kwenda kujichotea pombe, anakunywa bila buguza. Kwa hiyo timu yoyote ikihitaji kuchukua pointi 3 inakimbilia kwa Simba. Tayari kwa Yanga tumeshamwacha. Yanga sasa hivi kwetu sisi imekuwa ni teja. Sawa. Lakini sasa hivi tumehamia kwa Azam na pia tutakuwa mateja. Baada hapa baada hapa tutakuwa mateja kwa TRA. Baada ya Azam tunaenda kumalizia uteja kwa TRA. Kama unataka TRA, kwamba TRA na wewe watakuwa nafunga. Sio watakuwa wananifunga. Yaani performance ya TRA ambayo umeonyesha kule Zanzibar. Sawa, TRA wana performance nzuri mno, lakini pia wana wafadhali sana. Ina maana ukiangalia namna tulivyocheza, ukiangalia sisi tulivyocheza, tuna asilimia kubwa sana sisi, hata leo tukipangiwa na TRA sisi tunafungwa. Mbona umekata tamaa mapema sana wakati ulipoteza mechi moja? Sijapoteza mechi moja. Mimi kwa mwana soka sijasema au sisemi mechi moja. Sawa, nimepoteza mechi 2 za kabingwa mfululizo. Nimerudi kwenye ligi nimepigwa mechi moja. Nimerudi kwenye Muungano nimepigwa. Wewe unasemaje nimepoteza mechi moja? Klabu ya Simba tumepoteza sio chini ya mechi 4 mfululizo. Kwa hiyo tukisema mechi moja tunakosea. Sasa kama tunaweza kupoteza mechi 4 katika michuano tofauti, michuano ya ubingwa tumefungwa, michuano ya ligi tumefungwa, kule Muungano tumefungwa, sisi tunaenda kushinda wapi? Si haribia au? Kwa hiyo mpaka sasa mimi sina tumaini na Simba kwamba tunaweza tukasonga mbele. Kama Mangungu alisimama na kutudanganya, sio unajua kama sisi ni mataila, sio kama au si matakataka kama yeye. Alitudanganya akasema tarehe 5 mwezi wa kwanza ugawaji wa kadi rasmi au maingizo au kuwaingiza wanachama wapya inaanza rasmi tarehe 5 mwezi wa kwanza. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 15. Sijaona mchakato wote ukiendelea. Mimi nilikuwa subiri kwa hamu sana tarehe 5 ifike, imefika, imepita kapu. Na aongei na asemi kuanzia yeye
mpaka CEO yupo tu amekalia tu. Sasa ukiniambia kwamba ninaionaje Simba yangu, naiona katika anguko, tena anguko zaidi ya anguko. Lakini wamefanya usajili, wamemsajili nani? Wametangaza kwamba wamefikia asilimia usajili. Yajayo yanafurahisha. Unajua shida ya Simba, Simba sasa hivi viongozi wa Simba wana siasa nyingi, sawa, na kinachosumbua ni klabu ya Simba, tumeenda kumpa nafasi ya wenyekiti mtu mwanasiasa, sio mwanasoka. Mpira na siasa viendani kabisa. Mpira na siasa ni sawa na mbingu na ardhi, haviendani. Lakini Mangungu anaenda kutuendeshea klabu ya Simba katika mifumo ya kisiasa. Walituambia kwamba msimu tutahakikisha Simba tunachukua taji. Sio mzuri eh? Walituambia Simba tunafanyaje? Tunachukua taji. Hebu niambie, tayari katika michuano ya ndani tumecheza mechi 5, tumefunga mechi moja. Mpinzani wetu ni Yanga Afrika, amecheza mechi 5, hajapoteza, amesale mchezo mmoja. Yanga ashinde mechi zote, sisi sote tushinde. Nani anakuwa bingwa?